Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya jioni njema hii ya leo. Kwa wana Potters mlioko hapa na wale wote ambao mnatusikiliza sehemu nyingine, nichukue fursa hii kuwatia moyo na kuwapa tafakari fupi, kwa maana ya kwamba mwezi huu wa Disemba tunapoelekea mwisho wa mwaka, kimsingi tunasema tunafika kwenye mwisho wa msimu mmoja na tunatarajia kuingia kwenye msimu mwingine, msimu mpya. Kwa hiyo huwa kuna mambo mengi yanatokea katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili wakati mtu anapomaliza msimu mmoja kuelekea msimu mwingine. Kwa mfano, nitakupa mfano. Wale watu wanaofanya kazi serikalini wanajua mwaka wa kiserikali unapoanza, watu wanakuwa wamepangiwa majukumu, wamepangiwa pesa za kufanya mambo fulani fulani. Kwa hiyo wanatekeleza. Mwaka wa kiserikali unapokuwa umekaribia kuisha, utakuta watu huwa wanafukuzana na majukumu kwamba lipi hatujafanya, lipi tumefanya, fedha gani hatujatumia. Wanazitumia zile fedha mradi zile fedha zionekane zimekwisha na majukumu wameyafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakimbizana na mwisho wa msimu, kwa sababu wanakaribia kuingia kwenye msimu mwingine. Na maanisha nini? Mwezi Disemba ni mwezi wa kimkakati kwa Mungu na kwa shetani. Shetani huwa anakuwa amewapa watu kazi za kufanya kwa mwaka mzima, na unapofika mwezi Disemba, mashetani yote huwa yanahangaika kukamilisha ule wajibu waliopewa. Manake wataulizwa kwamba tulikutuma ukaharibu ile ndoa, mbona mpaka sasa hujafanya? Tulikutuma ukavuruge lile kanisa, mbona mpaka sasa wanaendelea vizuri? Tulikutuma ukamharibu yule kijana, mbona mpaka sasa yuko imara? Kwa hiyo mwezi Disemba, mashetani, majini, mizimu, miungu yote inahangaika kutimiza assignment zao, majukumu waliopangiwa. Na ndio maana unaona mwezi Disemba ni mwezi unakuwa na matukio mengi ya hovyo. Watu wanakufa, kafara zinatolewa, mambo mengi mabaya yanatendeka. Na ndio maana niko hapa kukupa shime kwamba tujikite kwenye maombi, ili tuweze kumaliza msimu vizuri na neema ya Mungu ituingize kwenye msimu mwingine vizuri. Na haya mambo shetani ameyatoa kwa Mungu. Tunapoanza mwaka, Mungu anakuwa ametupa majukumu, hatupi uhai bure. Ametupa uzima, ametupa afya ili tuyafanye makusudi yake. Mwaka unapoisha, Mungu anajiuliza, na sababu gani ya kukuacha wewe hai uvuke kwenda msimu mwingine? Vinginevyo nikurudishe nyumbani. Kwa hiyo tunapaswa, wanangu, tutafakari kwa nini Mungu anatuacha tumalize hii Disemba salama. Kwa nini Mungu anatuacha tuvuke kwenda Januari 2026 salama? Yapo majukumu ambayo Mungu anataka tuyafanikishe. Kwa sababu hiyo basi, Disemba ni mwezi wa maandalizi. Ombea familia yako. Usiseme tu uko bize, mtu wa Mungu. Shetani anahangaika amalize mwaka na familia yako. Shetani anahangaika amalize mwaka na mke wako. Shetani anahangaika amalize mwaka na mme wako. Wewe umelala tunakoroma, unasema uko bize. Mimi nakwambia hivi, shetani akisha kuvamia, huo ubize hautakuwepo. Hiyo kazi hutaiona tena. Hiyo biashara hutaipenda tena. Kwa hiyo tupambane wanangu. Tulisome neno la Mungu, tuombe, tumche Mungu, tufunge, tumuombe Mungu neema yake ili Disemba ipite salama na tuingie Januari 2026 kwa ushindi na kwa utukufu mwingi wa Mungu aliye hai. Kwa sababu shetani yuko kazini. Wengine watafika mwisho wa mwaka ndoa zimekufa, wengine watafika mwisho wa mwaka biashara zimekufa, wengine watafika mwisho wa mwaka wamekosana kama ndugu, wengine mwisho wa mwaka wamepata ajali, wengine mwisho wa mwaka. Tunataka tuyafute hayo kwa jina la Yesu Kristo. Tunafuta maroho yote ya giza, maroho ya miungu, maroho ya kafara,
maroho ya uchawi, maroho ya magonjwa, maroho ya vita, maroho yote machafu kwa watoto, kwa waume zenu, kwa wake zetu. Tunafuta na kuvuruga mipango yote ya giza ambayo hawakuikamilisha, sasa wanataka kuikamilisha Disemba. Tunafuta roho zote za ajali kwenye taifa hili, mambo yote ya balaa na mikosi na mambo yote ya giza tunayafuta kabisa. Alafu tunamuomba Mungu neema yake kwamba Bwana, tunaomba tukaingie 2026 kwa ushindi, kwa utukufu mwingi, kwa uweza mwingi. Na ndio maana tuko mahali hapa kuwapa shime, kuwahamasisha. Tusidharau maombi, watu wa Mungu. Tusidharau mifungo. Laiti Mungu angekufunulia macho ukajua jinsi shetani anavyoitamani ndoa yako, anavyotamani watoto wako, usingelala, usingeacha kufunga. Mungu alimwambia Kaini, dhambi iko mlangoni, iko mlangoni inakuotea wewe. Shetani yuko mlangoni anakuotea wewe. Anataka kuharibu familia yako hii Disemba. Anataka kuharibu watoto wako hii Disemba. Anataka kuvuruga kanisa lako hii Disemba. Anataka kuwavuruga ninyi kama waumini hii Disemba. Tusikubali, tusikubali. Njia ya kumdhibiti shetani ni maombi. Biblia inasema wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo neno la ushuhuda wa Mungu ndiyo ngao yetu na ushindi wetu. Tuingie kwenye maombi, tuendelee na maombi kama Mungu alivyotupa neema siku 21 na leo tuko siku ya 17 kwa neema ya Mungu. Usikose siku zilizobaki. Tumalize kwa ushindi na tuvuke mwaka kwa ushindi. Mungu awabariki sana. Asanteni.